Mkuu wa wilaya ya Chato Bwana Louis Bura amewasihi wananchi wa wilaya hiyo kuhakikisha wanazingatia kikamilifu taratibu zote zilizowekwa na shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC katika shughuli za usafiri majini, ikiwemo kuwa na vitambulisho halali vinavyotambuliwa na serikali. Ameyasema hayo Novemba 18 mwaka 2025 baada ya TASAC kutoa elimu ya usalama majini katika wilaya hiyo yenye lengo la kutoa elimu ya kufuata taratibu za usafiri na uvuvi ndani ya Ziwa Victoria, ambapo pamoja na mambo mengine amesisitiza kuwa ufuataji wa kanuni hizo ni muhimu kwa usalama wa abiria, utambuzi sahihi wa wasafiri na kudhibiti changamoto zinazosababisha ajali au vurugu katika maeneo ya vyombo vya usafiri. Nichukue nafasi hii zaidi kuwashukuruni kwa namna ambavyo tumeona umuhimu wa kuja kutoa elimu katika mialo yetu, maeneo ambayo watu wetu wanafanya uvuvi, lakini maeneo mengine ambayo watu wanapita kama abiria. Niwapongezeni sana kwa juhudi kubwa ambayo mmefanya na kazi kubwa ambayo mmeifanya. Nikiri kwamba katika muda mwingi ambao mlivyokuwa huko nyuma, tulivyokuwa tunafanya kazi pamoja, kumekuwa na malalamiko mengi sana ya wananchi yanakuja kwangu kwamba watu wanakuja hapa, wanatukamata, wanatutendea isivyo halali na nini. Lakini mengi nilikuja kugundua ni hofu tu ya wananchi, lakini hasa ni kutokuwa na elimu kuhusiana na namna ya uendeshaji wa shughuli katika Ziwa Victoria. Sasa safari hii mmekuja kwa namna ya pekee kidogo. Kwa maana hii ninategemea kwamba zile kero ambazo nilizokuwa napokea kutoka kwa wavuvi, lakini na wanaotumia njia ya ziwani, sasa yatapungua kwa kiwango kikubwa, lakini hata na sisi watumishi tutakuwa tunajua namna ambayo tunaweza kuwahudumia wananchi wetu vizuri. Na lengo ni kuhakikisha kwamba serikali ya Mama Samia inafanya kazi vizuri na inawatumikia wananchi wake vizuri. Kwa hiyo nawashukuruni sana. Lakini la pili, nichukue nafasi hii sasa kwamba yale yote ambayo mmetoa elimu katika maeneo haya kwa wananchi wangu wa wilaya ya Chato, kuhakikisha kwamba sasa wawe wanafuata utaratibu kwa jinsi ambavyo nyinyi mmewaelekeza. Mathalan, kwa wale wanaosafiri hasa katika mwalo wetu wa Kasenda pale, wananchi wetu kila wakati wanapotembea wawe na vitambulisho ambavyo vinatambulika kitaifa. Na vitambulisho vyetu vinaeleweka. Tuna kitambulisho cha kwanza kabisa ni kitambulisho cha NIDA, kitambulisho cha taifa. Lakini ya pili tuna kitambulisho cha mpiga kura, kinakubalika. Na vitambulisho vingine vya kazini. Wengine ni watumishi nao wanapita katika maeneo ya kitambulisho cha kazini kinaruhusiwa. Lakini tuna passport ya nchi nayo na inakubalika. Kwa hiyo nchi wangu mnapopita vyote hivyo vinakubalika. Ukikosa kabisa katika hivyo vyote, hakuna mtu ambaye haishi mahala fulani. Na mahali hapo wanapoishi kuna uongozi wa serikali. Wapo viongozi wetu ama wa kijiji ama wa mtaa, basi wanaweza kwenda pale wahakikisha kwamba wanapewa barua ya kumtambulisha kwamba huyu ni mwananchi wa eneo fulani, basi atapewa na muhuri apite na utambulisho huu. La pili nizungumzie ziwa letu vile vile linatumika kwa suala la wavuvi. Wavuvi wetu wanatumia vyombo kwa ajili ya uvuvi katika maeneo. Mimi nishukuruni sana kwamba wananchi wetu wengi walikuwa hawaelewi. Wanajua tu kwamba kazi kubwa ya kwenda kuvua ni akishachonga tu mtumbwi wake basi anakwenda ulivyo. Lakini kumbe sisi kama serikali tunataka kujua vile vile na usalama wake. Sehemu ya bahari ya ziwani wanakopita kule kuna mambo mengi. Kuna upepo mkali, leo tunasema ziwa limechafuka na nini, lakini na yeye vile vile inawezekana wako wawili au watatu mle ndani. Tunahitaji vyombo vile visajiliwe rasmi. TASAC mmewaelekeza. Sasa isiwe kwamba mtu anakutwa hajasajili chombo chake alafu anakuja kulalamika serikalini kwamba nimekamatwa. Hiyo haikubaliki. Wananchi, fuateni utaratibu, sajilini vyombo vyenu, ni kwa manufaa yenu nyinyi wenyewe, lakini vile vile ni kwa manufaa ya maendeleo ya nchi yetu. Kwamba serikali inajali sana watu wake kuhakikisha kwamba wako katika hali ya usalama muda wote. Linapotokea jambo lolote, tujue chombo kile kilielekea mwelekeo upi, na tunapotafuta na wakati tukipata tunajua na chombo hiki kilisajiliwa ni cha mtu fulani na kilikuwa na
matatizo haya. La pili vile vile ni rahisi hata nyinyi ambao mnaosimamia shughuli hii kujua kwamba mnapofanya swala usajili vile vile kuhakikisha usalama wake ukoje. Je, chombo hiki kinafaa kuingia majini ama hapana? Kwa hiyo wananchi, toeni ushirikiano wa kutosha kuhakikisha kwamba vyombo vyenu vinakuwa salama muda wote, na TASAC wenzetu wa shirika la wakala wa meli hasa ndio wanaosimamia shughuli na ndio waliopewa jukumu la kusimamia haya. Kwa maana hiyo ninategemea sasa baada ya kupata elimu hii wananchi tushirikiane. Tufanye kazi wote kwa pamoja kwa maelekezo ambayo tumepewa na wenzetu. Sitegemei kwamba kutakuwa na malalamiko mengi kama ilivyokuwa yanatokea huko nyuma kwa elimu hii ambayo mliofanya. Kwa kweli BMU tumekuwa na ushirikiano na maafisa wa TASAC wanapokuja, tunakuwa na ushirikiano nao, na pia hao maafisa wa fisheries wanapokuja huwa tunashirikiana nao, wanapokatisha leseni huwa tunashirikiana nao vizuri sana. Na mwalo wetu kiwilaya unaongoza kukata leseni umekuwa ni wa kwanza mwaka jana, umekuwa ni wa kwanza mwaka huu, na pia umekuwa ni wa kwanza. Sasa hivi wanapokuwa wanakuja kutoa semina hivi umebadilika pakubwa sana. Ni utofauti mkubwa sana. Huwezi kulinganisha na miaka ya nyuma iliyopita. Tofauti wake huko kwenye maboya na vyombo watu wamekuwa wakizingatia utaratibu wa vyombo, kutengeneza vyombo ni imara zaidi. Kuhusu swala la uvuvi hapa kwetu tuko vizuri. Hatuna changamoto yoyote. Tunashirikiana vizuri. Kuna daraja zuri kati la viongozi na wamiliki, hususan wavuvi. Kwa hiyo hatuna changamoto yoyote. Pia ndogo ndogo zipo zinasimamiwa na BMU. Haturuhusu wamiliki kushikana BMU, haturuhusu mtumbwi ambao uko chini ya kiwango ambacho tunaona hatarisha usalama hauwezi kuruhusiwa kwenda ziwani, na hatuwezi tukaruhusu mtu kuondoka kwenda ziwani bila kuvaa jaketi. Kwa hiyo hilo tunaanza nalo sisi, na ndio maana tunasema uvuvi ni maisha yetu na maisha yetu ni uvuvi. Kwa hiyo hatuwezi tukakubali kuhatarisha maisha yetu. Amejitahidi mara kwa mara na kuweka watu ambao wanakuwa wanatukumbusha kwamba abiria anapokuja na tukiwa na sisi tuzidi kumwelimisha. Ufike sehemu na dokeji ya kulipia, anaenda analipia pale, anaandika jina kwa kwenye manifesti, ili hata kama ajali ilitokea jina liwe limetambulika kwamba kuna watu wangapi ambao leo sasa. Tumejaribu kuzingatia upande TASAC wanatoa na kuelezea kwenye chombo natakiwa kiwemo nini, na mpaka na sisi tumeshaelewa na tumeshafanya na tumezingatia. Walisema tuwe na life jacket la kwanza, pili tuwe na fire extinguisher ambapo labda hata ajali ya mashine inaweza kalipuka au itatokea moto aina yoyote, unaweza kuutuliza moto wa fire extinguisher, pia na blanketi alafu na mchanga. Yote hivyo ninavyo kwenye boti zetu. Hili swala ni zuri sana, hata mimi mwenyewe nalipenda sana. Ni zuri sana, wala siwezi kusema kwamba ni baya kwa sababu linatusaidia kwenye kazi zetu hizi. Lakini swala la TASAC kutuletea hii elimu mimi nimeipenda sana. Kwanza nimeshukuru mno, ni wastaarabu, wanatueleza tunawaelewa. Kwanza mimi nimeshukuru sana. Hawana jamu, hawatutishi. Yaani wanakuja kulingana na jinsi wanavyotuona, na wao wanatupenda, wao wanajua nao ni binadamu kama sisi. Mimi kwa kweli kiukweli nimependa, nimefurahi sana. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.